Asanteni sana kwa kuitikia mwito wetu kwa kuitisha mkutano huu wa hadhara ya kuongelea mambo ya amani. Wakati mambo hii ilipotokea wiki iliyopita, nilisikitishwa sana kuona kwamba sehemu kama hii ambayo iko na rutuba, ambao watu wameoana wanaishi pamoja, ambayo Mungu amebariki na mvua na akabariki na watu wenye wako na afya, ya kwamba ati wananchi wanapikana wenyewe kwa wenyewe. Nchi yetu saa hii shida kubwa ya usalama ni kupambana na majangili ambao wanaiba wizi wa ng'ombe na kuua watu, ambao tunasema ni bandit. Hiyo iko kwa kona ile ya Kenya ambayo imewachwa nyuma kwa miaka mingi, kwa semi-arid and arid areas, na watu wengi huko wako na mabunduki kwa sababu walipatwa na mambo ya ujangili, na ile boda ya Kenya ya upande wa juu huko ambayo imefunguka ikiingia Somalia, Ethiopia na South Sudan ambayo iko na shida. Kusikia kwamba nyinyi watu ambao ni jamii, watu marafiki, watu neighbors ambao wanafanya kazi pamoja, watu wanajiita Wakristo na wanaishi kwa nyumba, wanaenda shule moja, wameoana, kwamba mnafukuzana hapa na mishale. It was very disheartening. Nilisikitika sana. Nilikuwa siku hiyo huko Lodwar nikipambana na border problems huko Todonya, nikasikia kwamba ati shida imetokea kwa sehemu hii. Nilisikitishwa sana. Lakini nilipopata habari kwamba mlikutana Jumatatu, mkaketi chini pamoja, ikiwa pamoja na gavana wetu wawili wa kaunti ya Narok na kaunti ya Kisii, ikiwa pamoja na mheshimiwa Obadia hapa ambaye tulikuwa schoolmate pamoja na yeye, na wengine wengi hapa mkakaa pamoja. Nilitaka nikuje nihakikishe kwamba nyinyi mmekubaliana kwamba mtaishi kwa amani. Hiyo mambo ni ukweli ama ni uongo? Na ninataka tuseme leo kwa sauti ya juu, kwa sababu hii baraza sio ya ile ya kawaida ile ya siasa. Kazi yenye nyinyi mmenipatia kupigia kura rais, ndio akanipatia kazi kwa waziri wa usalama, sio kazi ya kisiasa, sio ile ya kawaida ya kucheka na kucheza. Hii ni maisha ya watu, na kila wakati nikipata ripoti kwamba watu wameuana, watu wameumizana, inaniumiza, hata sina usingizi. Na kwa hivyo nimekuja kuuliza watu wa Kisii County na watu wa Narok County, watu wa Transmara, nao watu wa Kilgoris, na nyinyi watu wa Borabu, nyinyi mmekubaliana kufanya amani kwa pamoja? Hebu semeni kwa sauti ya kuu, mmekubaliana kuishi kwa amani? Pasio ndio imeleta hapa. Majina naitwa Migos Ogamba Julius, Cabinet Minister wa Education. Wakati nilisikia kwamba kumekuwa na tatizo hapa, niliongea na mwenzangu Murkomen nikamwambia tatizo kama hili likifanyika, wale watu ambao wanaumia zaidi ni watoto, kwa sababu watoto wetu wako katika shule kwa pande hii na pande hii. Kwa hivyo vita ikitokea, vita yoyote ya jamii inaleta shida kwa watoto. Nikamwambia lazima tutafute njia tufike hapa, tushirikiane na community yote ya pande zote mbili, ili tuweze kuanzisha mpango ya kumake sure kwamba ile amani ambayo imedumu hapa kwa miaka 20 na zaidi isipotee.